Kumbuka hivi vyote ambavyo naongelea habari ya vyakula, chakula ni sumu ambayo inakuua taratibu japo kwa uhakika. Niongelea hata kwa upande wa watoto. Naam, hata watoto muda mwingine tumeshindwa kuwa control juu ya utumiaji wa vyakula. Mtoto maybe unakutana muda wote analilia ale hiki, umempa hiki, anasema naomba biskuti, naomba hiki, tena anasema naomba pipi, naomba pipi, naomba ice cream. Naam, na hii inawapelekea watoto wengi saizi wamekutwa na magonjwa yasiyo ya kuambukizwa, hususan sukari. Sukari. Kumbuka sukari hata miaka ya nyuma ilikuwa sukari ilikuwa inawakuta watu, hii sukari tunasema type 2. Type 2 ni sukari tuseme kwa sehemu kubwa inayowakuta watu wazima, yani mtindo wa maisha. Na kumbuka magonjwa ya mtindo wa maisha huanzi kuumwa hapo hapo. Maana unaanza pole. Yaani unaweza kuwa unatembea ukiwa mzima, ndio maana watu tutakuta mtu amekufa na anasema kwamba wamemloga. Ujue kwamba na maradhi ambayo ni ya mtindo wa maisha ambayo muda mwingine yanachukua muda mrefu, maybe miaka 15 20 ili yaweze kutoa matokeo. Hivyo hata sukari hii type 2 inaweza kukuta mtu na miaka 39, 40, 45, 60 inamkamata hii sukari. Kwa nini tunasema kwamba hii inatokana na mtindo wa maisha, utumiaji wa hivyo vyakula ambavyo kwa sehemu kubwa vinatoa zao la sukari mwilini. Lakini kwa siku za sasa, kumbuka nilikuwa naongelea habari ya watoto, wamekutwa kwa sehemu kubwa, hata baadhi ya watoto na miaka 10, 5, 8, 15, 20, 25 wanakutwa na sukari type 2. Ni kitu cha kushangaza. Kwa nini? Kwa sababu hatujawapa mazoea mazuri sana ya ulaji na unywaji. Hata mtoto na shauri mpunguzie milo. Naam, mtoto sio lazima ale milo yote. Muda mwingine watu wengine walishe, sipinga sana watu walishe muda mwingine. Sikatai sana, ni kweli kuna watu walishe ambao nasema kwamba inaweza kawa milo 5 mingapi. Lakini na ifanyike hivyo labda mtu anavyoonekana kwamba na changamoto fulani, yani kuna virutubisho amekosa mwilini, anaweza kafuata hiyo. Lakini ukiona afya iko njema au unaona kwamba hata mtoto wako na uzito ambayo umezidi kiasi, basi mpunguzie milo. Unaweza kupunguza kutoka milo 3 akawa anatumia milo mingapi? Milo 2. Na hapa naongea sana na kina mama. Muda mwingine kina mama wamekuwa wakiona mtoto analia, anajua njia bora ya kunyamazisha mtoto ni chakula. Mama, utamuua mtoto wako. Utamuaje mtoto wako? Kwa sababu mtoto muda mwingine, unajua watoto muda mwingine wanalia, naweza kawa analia bila sababu. Yaani kila kitu unampa hiki, analia. Sasa kwa nini analia? Analia kwa sababu amevimbiwa. Yaani muda wote tumbo halijapata nafasi ya kupumzika. Hivyo anajikuta amevimbiwa, hana nafasi sehemu ya kupeleka. Sasa kumbuka, angalia hizo changamoto unayoizalisha. Mtoto analia kwa sababu ameshiba. Yaani anatamani chakula kipungue mwilini ili angalau apata ya uweni, mwili upumzike. Anajikuta tena anabebeshwa mzigo tena wa kupewa nini? Wa kupewa chakula kingine. Ndipo mtoto anajizidisha kulia. Kwa hata kwa wewe muda wote ni kumnyamazisha mtoto hatulii. Kwa nini? Mtoto muda wote ameshiba. Anatamani apumzike, mashine za mwilini zipumzike, mmeng'enyo wa chakula, mifumo inayohusika na mmeng'enyo wa chakula iweze kutulia, lakini watoto muda wote unaweza kuta analia. Kwa nini? Kwa sababu amevimbiwa. Lakini kumbuka pia chakula kingi, ulaji wa kushiba sana kupunguza akili. Unapokuwa unakula kwa kuzidisha, unapunguza akili. Napenda hata kanuni ya Biblia. Mungu alitamani kwamba watu waweze kufunga ndipo waweze kuweka uhusiano na yeye vizuri zaidi. Watakumbuka nini? Kumbuka unavyokuwa umefunga au chakula